Ndugu wanahabari, naitwa Hamisi Hababi, mkuu wa idara ya historia na malikale katika Ujiji Heritage, Ujiji Development and Heritage. Taasisi hii imeanzishwa toka mwaka 2024. Taarifa kwa vyombo vya habari. Tamasha la pili la urithi wa kihistoria utamaduni wa mji mkongwe wa Ujiji 2026. Taasisi ya urithi wa kihistoria na utamaduni wa mji mkongwe wa Ujiji inapenda kuwatangazia wananchi wa mkoa wa Kigoma na Watanzania na wadau mbalimbali kuwa tamasha la pili la urithi wa kihistoria na utamaduni wa mji mkongwe wa Ujiji, Ujiji Day 2026, litafanyika tarehe 20 hadi 21 Juni 2026 katika uwanja wa Kawawa, Ujiji, Kigoma. Tamasha hili ni mwendelezo wa mafanikio ya tamasha la kwanza lililofanyika 2024 na linalolenga kuhamasisha uhifadhi wa urithi wa kihistoria na kiutamaduni, kulinda maadili ya kijamii, kuimarisha amani na mshikamano wa kitaifa, pamoja na kutangaza fursa za maendeleo, utalii, uwekezaji zilizopo katika mkoa wa Kigoma na Tanzania kwa ujumla. Kauli mbiu ya mwaka huu ni kuwa tuhifadhi urithi wetu, tulinde maadili na tuchochee jamii, tuchochee maendeleo. Katika tamasha hili kutakuwa na shughuli mbalimbali: jogging heritage run, ufunguzi rasmi wa tamasha, zafa matembezi ya amani na umoja, dua na maombi ya kuombea taifa na mkoa wa Kigoma, jamii kwa ujumla, kilele cha tamasha na utoaji wa tuzo, maonyesho na chakula cha utamaduni, ziara za maendeleo ya kihistoria na kiutamaduni katika mji wa Ujiji, safari maalum ya utalii katika hifadhi ya Gombe tarehe 22 hadi 23 Juni 2026. Tamasha hili lina umuhimu mkubwa kwa jamii kwa kuwa linasaidia kuhifadhi historia na utamaduni wetu, kuelimisha vijana na kizazi cha sasa kuhusu urithi wa taifa, kuimarisha maadili na uzalendo, pamoja na kukuza uchumi kupitia utalii, biashara na uwekezaji. Kwa hiyo Ujiji Heritage Development Organization inatoa wito kwa wananchi wote, taasisi za umma, binafsi, mashirika ya kiraia, wadau wa utalii, vijana na makundi mbalimbali ya kijamii kushiriki kamilifu katika tamasha hili. Kwa pamoja tuendelee kuitangaza Ujiji na mkoa wa Kigoma na taifa letu kama kitovu cha urithi wa kihistoria, kiutamaduni magharibi mwa Tanzania. Ndugu wanahabari na wananchi wote, mnakaribishwa katika Ujiji Day 2026. Ujiji yetu, fahari yetu, imetolewa na taasisi ya urithi wa kihistoria na utamaduni wa mji mkongwe wa Ujiji. Asanteni sana. Ujiji, mji wa kale toka karne ya 15 mpaka 17, mapitio makubwa ya misafara hasa ilikuwa inakwenda katika machimbo ya chumvi Uvinza. Misafara ilikuwa kutoka magharibi mwa Afrika, Kongo na bonde la mto Kongo kwenda katika machimbo ya chumvi Uvinza, ilianza kuwa kitovu kikubwa cha kijamii. Kwa hiyo urithi huu Ujiji kajikuta imekuwa ni kituo kikubwa ambacho kimevuta jamii mbalimbali na kuwa mji mchanganyiko, mji cosmopolitan ambao umekusanya makabila magharibi mwa Tanzania aina tofauti, jamii za watu wa imani tofauti na tamaduni tofauti. Na hili ndio madhumuni hasa ya kuanzishwa kwa Ujiji Heritage, kwa sababu ya kulinda na kuhuisha na kuvitunza kumbukumbu zote za kihistoria na mabaki yote ya kihistoria ya kale yaliyopo katika eneo la Ujiji, kwa kuwekea alama maalum kwa kushirikiana na idara ya mambo ya kale na kituo cha makumbusho cha Ujiji Livingstone, kutunza majengo ya kale, visima vya kale, makaburi ya kale na nyumba za kale na misikiti na makanisa ya kale, ili kizazi cha sasa kione utamaduni na ustaarabu uliokuwepo kabla ya kuwepo kwao. Na kwanza vijana sasa hivi tutakuwa na matembezi ya kuenda kuonesha pointi zote muhimu, kuanzia yalipokuwa makaburi ya kale, makazi ya awali ya wenyeji na wageni waliofika Ujiji hapo zamani, hasa karne ya 18, maeneo walipoishi mamwinyi waliofika Ujiji kutoka pwani, watawala wa kwanza wa Ujiji, maeneo yalipofanyika kumbukumbu mbalimbali za kihistoria hasa kisiasa. Tutakuwa na matembezi ya tour guide ambayo watoto wa shule, vijana mbalimbali, tutakuwa na msafara huo na wasemaji maalum watatoa ufafanuzi.
katika ziara hiyo, ili kizazi cha sasa kifahamu watu wazee wa babu zao na mababu waliokuwa kabla yao walipita, walivyoishi na hatua mbalimbali za kijamii walizofanya. Taarifa hii tunayowasilisha sisi kwanza ni mapokeo ya kijamii ya urithi kwa urithi, mapokeo ya urithi kwa urithi, kwa sababu hapa katika watu tunaongea ni katika vizazi, labda vizazi vya 3 mpaka vya 4 katika mji huu, vyenye kunasibiana mji huu bila kuhama kwa namna yoyote. Hiyo ndio kitu kikubwa kinachoweza kikaweka kumbukumbu zetu zikiwa hai. Yaani kumbukumbu zetu sisi mahsusi watu wa Ujiji kwa asilimia kubwa hazijapotea, kwa sababu wengi wetu hatujachanganyika na jamii zingine, ni kwamba utamaduni wetu kuweza kupotea. Ni kweli jamii sasa hivi inakabiliwa na changamoto kubwa ya mmomonyoko wa maadili. Kwa hiyo ni wajibu sisi kama jamii tulipigania hilo kwa nguvu, kwa kuhakikisha tunafikaje katika kilele cha kuzuia mmomonyoko wa kimaadili. Ni kuwaleta wazazi, vijana, walimu na wadau wote kwa pamoja, kuwaonyesha madhara yanayoweza kutokea hasa kwa kumomonyoka maadili katika makundi ya uvutaji bangi, matumizi ya madawa ya kulevya na mambo yote yanapelekea kuharibu, na uraibu wa aina yote yanapelekea kuharibu vijana wetu wa kizazi cha sasa. Kwa hakika jambo kubwa njia na jambo kubwa tutakayotumia kuwaleta wazazi na vijana pamoja, hasa kumomonyoka kwa maadili, ni kunatokana na mtikisiko wa kiuchumi uliokumba mji wa Ujiji, hasa kupoteza fursa nyingi za kiuchumi, kupotea kwa forodha ya Ujiji. Ili kuweza kujenga muktadha mzuri wa kijamii, kuwaleta wazazi na vijana pamoja na kulinda utamaduni na maadili yao, lazima tuwape elimu mahsusi, hasa siku maalum ya tamasha, na zoezi hili ni endelevu.